Talanta za Zeysha. Karibu kwenye simulizi zinazosimuliwa na Zeysha. Karibu tena kwenye kipindi cha kupendwa cha Talanta za Zeysha. Leo tunafungua ukurasa wa historia takatifu, historia za watu waliotumwa kuiongoza dunia kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru. Hawa si watu wa kawaida, ni wateule wa Mwenyezi Mungu. Ni watu waliobeba ujumbe mzito, wakavumilia mateso, dharau na upinzani, lakini hakuwahi kukata tamaa. Katika mfululizo huu wa visa vya manabii, tunachambua maisha yao, mitihani yao na mafunzo makubwa yanayogusa maisha yetu ya leo. Jiandae kujifunza, jiandae kuguswa, jiandae kubadilika. Karibu nikusimulie. Kisa cha Nabii Yunus alayhi salam. Yunus ni nani? Yunus alayhi salam alijulikana pia kama Yona katika Biblia. Alikuwa miongoni mwa nabii waliotumwa na Mwenyezi Mungu kuwaonya watu wake waliokuwa wamezama kwenye maovu, dhuluma na kuabudu masanamu. Alitumwa katika mji ulioitwa Ninawi, mji mkubwa wa kale uliokuwa katika eneo la Iraq ya leo. Yunus alayhi salam aliwahubiria watu wake kwa muda mrefu waache kuabudu masanamu, watubu, warudi kwa Mungu mmoja, lakini watu wake walimpuuza, walimdharau, waliona kama anawatisha tu. Hali hii ilimuumiza sana, akahisi wamekataa kabisa kubadilika. Kwa huzuni na hasira, Yunus alayhi salam aliamua kuondoka mjini kabla hajapewa ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Akaelekea baharini, akapanda meli, lakini alipofika katikati, ghafla bahari ilichafuka, upepo mkali, mawimbi makubwa, meli ikaanza kuzama. Wakaamua kupiga kura, nani atupwe baharini ili meli iwe nyepesi. Kila kura ilimwangukia Yunus na hatimaye akatupwa baharini. Mwenyezi Mungu akampelekea samaki mkubwa sana. Samaki akammeza. Cha ajabu, hakufa, hakupondwa, hakutafunwa, hakukatika pumzi. Alikuwa hai ndani ya tumbo la samaki. Giza la bahari, giza la usiku, giza la tumbo la samaki. Hapo ndipo alitambua kosa lake, kuondoka bila ruhusa. Akasema dua maarufu sana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Maana yake, hakuna mola ila wewe, umetakasika, hakika mimi nilikuwa miongoni mwa waliodhulumu nafsi zao. Msamaha na miujiza. Kwa sababu ya toba yake ya kweli na unyenyekevu wake, Mwenyezi Mungu akamsamehe. Samaki akamlishwa, akamteme ufukweni. Akatoka akiwa dhaifu sana, mgonjwa na hana nguvu. Mungu akamwoteshea mmea wa kumkinga na jua na kumrejeshea afya yake. Mwisho, watu wa Ninawi. Wakati Yunus anaondoka, watu wa Ninawi walipoona dalili ya adhabu zinakuja, wakaingiwa na hofu, wakatubu kwa pamoja, wakamwomba Mungu msamaha na Mungu akawaepusha na adhabu. Baadaye Yunus akarudi na kuwakuta wamebadilika. Ujumbe mkubwa wa kisa cha Nabii Yunus. Hiki si kisa tu cha samaki, ni kisa cha subra, toba, kukubali makosa, kutokukata tamaa, huruma ya Mwenyezi Mungu. Hata ukikosea, mlango wa toba haujafungwa. Na hicho ndicho kilikuwa kisa cha leo, kisa kinachotufundisha kuwa hata katika majaribu mazito bado kuna rehema. Manabii walipitia mitihani mikubwa, lakini silaha yao ilikuwa subra, imani na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Swali la kujiuliza ni hili: sisi katika mitihani yetu ya kila siku tunachagua nini? Kukata tamaa au kusimama imara? Kama umejifunza jambo leo, usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili usikose kisa kingine katika mfululizo wa visa vya manabii ndani ya Talanta za Zeysha. Mimi ni Zeysha, mpaka wakati mwingine, baki kwenye nuru ya mafunzo. Ramadhan Karim.
kwa lazima njema.